Wanyama kama nyani au tumbili kwa kawaida wanaishi vizuri katika misitu, lakini katika soko la Wamba, kaunti ya Samburu, nyani hao wanaishi sokoni. Wakazi wanasema nyani hao huokota chakula kwenye maeneo ya kutupa taka na wakati mwingine wanaingia ndani ya nyumba za watu kutafuta chakula. Wengi wanaamini kuongezeka kwa nyani hao katika soko hilo kumetokana na ukosefu wa chakula na kuharibiwa kwa misitu, kama anavyotuarifu sasa Susan Dunda. Kama mwanamazingira nilitarajia kupata nyani kwa msitu, lakini kaunti ya Samburu mambo ni tofauti. Nyani wamefanya soko la Wamba kuwa uwanja wa michezo. Wanaruka kutoka paa moja la nyumba hadi nyingine bila uoga. Haja yao kubwa ni kutafuta chakula. Anderson Kitao ni mkazi wa Wamba na pia mfanyibiashara. Amepata hasara baada ya nyani kuingia kwa nyumba yake na kuiba keki ya mteja wake. 1 kg wakaenda nayo. Keki ilikuwa ya 1600. Nikabidi nika replace na nyingine, nikapika nyingine. Lakini walikuja kuingia kwa plot, wakaingia na juu. Wakabeba keki wakapita nayo na juu. Sasa nilipofika mimi nikapata keki imeenda. Kungangana, unajua wale wakinini kama wanagawana wakienda tu. Sasa sikupata nafasi ya kusaidia hiyo keki, ikaenda tu. Anasema hawa nyani wamezoea maisha ya mjini na itakuwa vigumu kurejea msituni. Na kwa miaka mitatu ambayo ameishi hapa, ni lazima nyani hawa waingie kwake mara 3 kwa siku. Sana mida ya asubuhi hapo, kama pengine kwa mfano mimi mwenye niko na biashara yangu ya kupika makeki hapo. Nikishatoa vitu zangu hapo nje, napata ndo wao wamekuja na ni wengi. Wakifika wanaweza beba hata hizo masufuria za nini za kupikia makeki waende nazo. Mama Margaret pia ni mkazi hapa. Anasema nyani wamefanya maisha kuwa magumu kila siku. Na wakisharudi unakuta mara mingi kwa manyumba usiku wanapika kama saa 12. Maanza kusongwa manyumba. Unakuta kila mahali imejaa kelele. Na ukisitasikiwa kuna kitu kama shamba, unakuta kwamba wameingia ndani, wanaingia kama kama mbuzi. Unakuta kwamba wamechuna hii, wamechuna kama ni mahindi wamechuna yote, kama ni kunde wametoa mbegu, wanasitoa mbegu zote, kama ni marago wametoa yote, kama hakuna chochote kile unaweza panda sasa hapa na usema kwamba utafuna. Katika hospitali ya Wamba hawajasazwa. Wakati Margaret alikuwa amelazwa hospitalini, nyani walikuwa wanaingia kwa wodi na kuiba chakula cha wagonjwa. Wakati mwingine tulikuwa kule misheni, walikuwa wanakuja, unakuta pesa chakula hata pengine ni mgonjwa ajiwezi. Unakuta kwamba wameingia na wamenyakua ile chakula. Sasa unakuta mgonjwa amekaa tena bila chakula. Maana wakati hata mimi nilikuwa hospitali. Unakuta wakati mwingine wanakuja, unajua ni binadamu, wanakuja wanafungua, wanatoa wanaenda. Silwan Lenkantero ambaye ni mzaliwa wa hapa Samburu anasema kwamba nyani hawa wametoroka kwa msitu baada ya mazingira yao kuharibiwa na binadamu na ukame kuingia. Kiangazi yenye ilikuwa kubwa sana, ndio hawa nyani wakakosa kenye watakula huko kwa msitu, iliisha chakula chao zilisha huko. Ndio maana wakaamua kuja kuitafuta hapo kwa town kana watu. At least ndo wapate ndizi ama chafu kidogo, mandazi. Ndo akaamua kuja kukaa sana. Anasema tabia zao zimegeuka na kuwa kama watoto wa kurandaranda mitaani. Wamekuwa tu kama chokora tu town, kuingia dustbin, kutoa chokora tu. Ndio wakaonja kuna kasukari, kana kuna utamu mahali. Kuingia kwa nyani hawa katika soko la Wamba sio tishio tu, bali ni hali halisi ya uharibifu wa mazingira. Wakati huo watafiti wanasema kuharibiwa kwa misitu ndio sababu kuu ya kuharibika kwa ekolojia na kufanya wanyama wengi kuingia makazi ya watu kutafuta chakula. Climate change is supposed to have negative impacts through prolonged droughts, heat stress, and that is going to affect the food availability of the food resources for the primates. If that happens, then you find that natural habitats that are supposed to take care of the primates efficiently, they can no longer do that. And the animals will be forced to move to marketplaces where there are garbages.
Utafiti ambao wamefanya juzi umeonyesha mito mingi maeneo ya Samburu inaendelea kukauka kutokana na kiangazi cha muda mrefu na kulazimisha nyani hawa kuingia makazi ya watu kutafuta maji. The rivers are drying and primates like the brasses, even baboons and favets are water dependent. If they can't find water in their natural habitats, definitely they will flock in markets, in people's settlements to look for water. Susan Ndunda, Runinga ya Citizen. Wafugaji katika kaunti